Basi karibu katika shule ya Biblia. Tumesomewa mstari wa 5 mpaka wa 9 wa mlango wa mwisho wa kitabu cha Efeso ambao ni mlango wa 6. Na leo ni wiki ya pili katika mlango wa 6. Kichwa cha somo la leo au ujumbe tunaopata mkuu katika maandiko ya leo hayo unaweza kusema mwajiriwa atii na kuchapa kazi, bosi atende haki. Ndio ujumbe tunaopata. Mwajiriwa anatumia neno kwenye Biblia, anatumia mtumwa. Inaweza ikawa haina maana tuliyozoea. Ni lugha sawa, lakini mtumwa kwa lugha, kwa sababu tuna historia ya utumwa hata Afrika, ni neno ambalo sio zuri. Lakini maana ya neno mtumwa anayomaanisha hapa sio yule mtu aliyetekwa kama utumwa wa zamani ule, hapana. Ni mtumishi. Na wakati mwingine utumia neno mtumishi kwenye mambo ya Kikristo, watu wanafikiria ni mtu wa dini tu, kiongozi wa dini hapa. Kwa hiyo tunapenda kutumia neno mwajiriwa. Mwajiriwa atii na kuchapa kazi, na mwajiri au bosi atende haki. Ndio ujumbe huo. Wiki ya nyuma, wiki iliyopita, sehemu ya kwanza mlango wa 6, wiki iliyopita tuliona uhusiano uliopo kati ya mtoto na mzazi. Na tukaona mzazi yuko juu na mtoto yuko chini, na mtu wa juu siku zote kazi yake ni kupenda na kutenda haki, na mtu wa chini kazi yake huwa ni kutii. Huo uhusiano ndio tunaoona leo vile vile. Kuna kuwa na mtu kiongozi, alafu kuna watendakazi chini yake. Anaweza kawa ni kwenye ajira labda ya kiserikali, inaweza kawa ni kwenye biashara yake binafsi, labda ni kampuni, inaweza kawa pia hata labda nyumbani kuna mtu umemwajiri, labda shambani kuna mtu umemwajiri. Mtu yote yule ambaye anamwajiri, ambaye anamlipa mshahara, anampa kitu fulani na huyo anafanya kazi. Hiyo ni kitu ambacho kimungu kinakubalika, huo uhusiano upo, lakini Mungu ameweka utaratibu wa kutenda hayo. Kwa hiyo kama vile tulivyoona Mungu alivyoweka uhusiano kati ya mtoto na mzazi, uhusiano wa kupenda na kulea wa mzazi kwa mtoto, na mtoto kutii na kuheshimu akisha kuwa mtu mzima, huo uhusiano huo vile vile ni kama huu tunaoona leo. Na wiki ya nyuma zaidi, wiki mbili zilizopita, kulikuwa kuna uhusiano kati ya mume na mke ambao nao walikuwa hivyo hivyo, kwamba mume, Biblia inasema ni kichwa, ampende na kumjali na kumlea mke na kumuongoza. Je, ni mtu mzima? Ndio, lakini Mungu ndiye amesema hivyo na inatakiwa hivyo. Halafu na huyu mke, na actually kianza na mke akimtii. Sasa haya masomo yamerundikwa sehemu moja kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Waefeso na sura ya 6 ya kitabu cha Waefeso, yamerundikwa pamoja kwa sababu ndio mahusiano makuu katikati ya wanadamu. Mungu anaanza kaongelea labda mahusiano ya mtu na jirani yake, sawa, yapo. Lakini huyakuti kama ni mahusiano rasmi. Lakini mtu kama ataishi maisha aliyopangiwa na Mungu, atajikuta kwa wakati fulani atakuwa na uhusiano kati ya mume wake au mke wake, na ni mahusiano ya kukaa ya muda mrefu, ya kudumu. Anasema alichokiunganisha Mungu, wanadamu asikitenganishe. Sasa huu uhusiano usiokufa, usioisha, unaisha tu baada ya mmoja wapo kuondoka, wote kuondoka. Maana yake ni uhusiano ambao unatakiwa kwa kweli utunzwe kwanza, kwa sababu haujaruhusiwa kuachiliwa, kuachanishwa. Lazima utengenezewe kanuni nzuri za kimungu ili kusudi uwepo. Leo hii kanuni hazipo na ndoa ni kuuana. Si watu wamezikataa, ni kuuana, ni kuachana kila kuna ndoa nyingine zinadumu miezi mitatu. Hizo za wasanii. Wa pili tumeona hao. Wa pili sasa, baada ya hao wawili Mungu anaweza kaleta watoto katikati. Na hawa nao mtadumu nao milele, aidha utawatangulia kuondoka, na kama Mungu atapendezwa ndilo lililo jema, au wakati mwingine wanaweza kaondoka kabla ya huyu mzazi. Inaweza katokea nalo ni tukio baya. Lakini hapo lazima Mungu napa kaweka sheria na uhusiano na kanuni zake. Dunia nayo haijali, ndio sababu watoto wa siku hizi ni mashoga, ni uchafu juu ya uchafu, ni viburi, na wazazi hawajali, wanajali maisha yao. Sasa kwa mimi ambaye nahubiri hapa, kwa ujumbe niliopewa, hayo maneno kwa sababu yamekuwa takataka. Huwezi kuyasema ukiwa unacheka unafurahia. Hata hivyo akatabasamu ni kujitahidi tu. Itakiwa yani tuwe tunabweka kama mbwa.
Amina. Sasa unaona hayo mahusiano hapa ni kati ya mume na mke, hapa ni watoto watakaozaliwa hapo katikati. Ya tatu sasa ni haya maisha yanayowalisha ni ya kazi sasa. Sehemu ya kazi ambayo nayo ni kama ya kudumu. Mtu anaweza kaajiriwa na miaka 18 akaja kustaafu na miaka 60. Kitu kama miaka 42 hapo katikati. Ni mahusiano marefu. Jirani mnaweza mkakaa naye ukashtukia amehama bila hata kuaga. Kwa hiyo Mungu hajaweka, lakini leo unasikia mpendane majirani na nini? Sawa mpendane, lakini sio sheria kubwa sana hapo. Hakuna kanuni nyingi za Mungu pale. Je, ni kosa hapana, ni vitu vizuri kabisa kuvifanya, lakini pale penye uzito tuweke uzito. Na haya mambo tunayaona kwenye kitabu cha wa Efeso na tunayaona yakirudiwa na Mungu vile vile katika kitabu cha Kolosai mlango wa 3 na wa 4. Huku tunaona kwenye mlango wa 5 na wa 6. Sasa naomba nisifanye utangulizi mrefu sana. Twende sasa katika lile la leo. Leo baada ya kumaliza mahusiano kati ya mume na mke, mahusiano kati ya mtoto na mzazi, tukayaangalia kwa kina mpaka nadhani yalikuwa yanachosha. Yalikuwa yanachosha basi lakini tunasikiliza muda mrefu sana. Sasa tuje katika jingine. Nalo ni refu vile vile. Ni mahusiano kati ya mwajiri na mwajiriwa, kwa lugha nyingine kati ya boss na mtumishi au mtendakazi au mwajiriwa. Kwa lugha nyingine ni kati ya mtu yote yule popote pale, lakini katika mahusiano ya namna hii ya mtu mmoja kumwajiri mwingine akamlipa mshahara, akamlipa chochote, huyu naye akatenda kazi. Na ukibahatika upate mtu wa kukuajiri. Ajira kazi, hata Nyerere alisema kazi ni uhai. Na tutaona kwamba ni somo naweza kusema katika yale mawili ya mahusiano yale, hili linaweza kuonekana ni dogo lakini ni kubwa vile vile. Kwa kweli naomba lichukuliwe kwa uzito mkubwa na tulipe kipaumbele. Mtu anaweza kusema sasa mimi nimesha staafu au sikuwahi kuajiriwa, inanihusu nini na umri wangu? Inakuhusu kwa sababu inaweza kawa na mhusu mtu anayekuletea chakula ukala. Ukamshauri. Inaweza kawa unaweza kuwa na mjukuu anakulisha, yuko kwenye ajira, unaweza kutumia hili ukaenda kumwambia mjukuu si unanilisha unanitunza au mwanangu lakini kuna kitu kama hiki, kuna kutii kazi. Lakini inawezekana wewe ndo mwajiri, kuna kuwajali na kuwatendea haki uliowaajiri. Kuna waajiri viburi kweli kweli. Waajiri viburi. Neno la Mungu taliona linatukumbusha kwamba wewe unayejiona ni bwana wa hao, una mamlaka, unatembea, una gari kubwa, unatembea na tai na kama ni hao waajiri wa kike unatembea na kiburi kingi sana, wapo namna hiyo. Bora wewe na bosi wa kiume kuliko na wa kike vile vile. Kwa makini. Lakini wa kiume nao wakorofi vile vile. Hapa hatuongelei jinsi ya mtu au jinsi ya mtu. Wote kama hakuna Kristo, hakuna hekima ya Mungu, haijalisha au ni bosi wa kike wa kiume, wote ni waovu. Neno la Mungu linatuambia kwamba na wewe una bosi juu mbinguni. Watu wanadhani kwamba akishakuwa bosi basi ndo juu ya kila kitu. Hapana. Anasema na wewe juu yako kuna bosi wa mbinguni, jicho lake halilali wala halisinzi wala halisahau. Kumbukumbu yake ni ya milele. Kwa hiyo unachowatenda wengine walioko chini yako ndicho na wewe Mungu atakutenda. Ndicho neno la Mungu linasema. Tutaliona. Kwa hiyo tutayaona mengi katika haya maeneo. Unakuta kuna bosi mwingine. Tutaona kwamba wajibu wa kuchapa kazi wa huyu aliyeajiriwa, kufanya kazi kwa bidii, kwa tija, na tutaona vipengele kama vinne vikubwa vya misingi ya kufanya kazi unayomfanyia mtu mwingine kusudi ulipwe. Tutaiona misingi iko mingi lakini niona tutaje minne. Na tunaona misingi mitatu ya huyu bosi huyu, ya kumtendea huyu mwajiriwa. Tutaiona hiyo misingi. Moja wapo kabla sijasahau kabisa, huwa kuna kitu kinaitwa upendeleo. Huyu mkubwa akawa na tabia ya kupendelea, anapendelea kabila lake, anapendelea ukoo wake, anapendelea rafiki zake tu, labda mtoto wamesoma naye, akapendelea mtu wa kutokea mkoa wake, akapendelea hata wa taifa lake. Maana hapa
Biblia inasema Mungu amewafanya wanadamu wote wa uso wa dunia hii kuwa damu moja. Ndio sababu unaweza ukakosa damu, usipewe damu na ndugu yako au Mtanzania ukapewa na mtu wa Mongolia. Kwa hiyo hata upendeleo wa kitaifa au upendeleo wa mahawala, unakuta mtu ana hawara zake ndio anawapendelea. Hivyo vitu tutaviona viko vimeelezwa katika neno la Mungu. Unaweza kusema sasa mbona kama ili linawahusu walioajiriwa, jamani lazima tuwe na akiba na maneno. Inaweza kama nilivyosema, inaweza sikuhusu wewe moja kwa moja, likamhusu mwanao, ndugu yako wa karibu, mjukuu wako, mtoto wako, hata mtu yote mpendwa kwanza. Lakini pia ni jukumu la Mungu anakutaka uijue kweli na wajuze watu wengine. Uijue kweli na wajuze watu wengine. Kwa hiyo tutaona hayo yote. Na Mungu tuanzie na hili la kazi. Kwa nini Mungu anaweka bidii? Kwa nini hiki kipengele cha mahusiano ya mwajiri na mwajiriwa? Kati ya mwajiri na mwajiriwa. Kwa nini Mungu anakipa uzito? Sababu kwanza tushatoa ni kitu ambacho kinatufanya tuishi duniani. Kwa sababu Mungu alimuumba mwanadamu ili kusudi kazi ya kwanza kabisa siku ya kwanza kabla hajampa majukumu mengine alimpa kazi ya kufanya, alimpa jukumu la kufanya kazi. Unajua hilo nao? Yani ni miongoni mwa makusudi makubwa ya Mungu katika kuweka mwanadamu duniani. Sasa amemleta mwanadamu duniani akampa akiwa na makusudi hayo. Je, amwache tu ajiendeendee hivi? Hapana, akasema ngoja nimpe neno la kumuongoza. Kwa hiyo tuna jukumu la kufanya kazi kwa bidii. Uwe umeajiriwa, uwe hujaajiriwa. Hata kama umeajiriwa, uwe umepewa majukumu, unaambiwa fanya hiki, au tutaona kwanza mwajiriwa mzuri ni yule ambaye hakumbushi kufanya. Akishapewa majukumu anajua kuyapanga na kuyatimiza vizuri. Hem tuone katika kitabu cha Mwanzo kama utangu. Labda kabla ya kwenda kwenye Mwanzo tusome ile mistari mara nyingine tena. Anasema mstari wa 6, mstari wa 5 wa Efeso, afu tutaenda kwenye Mwanzo. Kutoka kwenye Efeso tutaenda kwenye Mwanzo. Anasema enyi watumwa, Efeso 6:5. Enyi watumwa watiini wao walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili kwa hofu na kutetemeka. Unaona kanuni ya kwanza iliyomo humo ni mtumwa ni kutii. Leo hii kuna mtumwa tushaona ndo kazi nyingine ni mwajiriwa. Au mtumishi. Kazi ya mwajiriwa ni kutii. Kwa jinsi ya mwili huyo mtu ambaye ni bosi wako. Bosi wako kiroho ni Mungu. Lakini huyo wa mwili umtii. Unaweza kusema sasa maana unayohubiri wewe ndo unayajua sana. Hapana, mimi najifunza kama wewe uliyeko hapa. Inawezekana kuna mambo nilikuwa nayafanya kwa bosi wangu siyajui. Lakini ninapoendelea kujifunza neno la Mungu naendelea kunitengeneza vizuri zaidi. Anasema walio bwana zenu kwa jinsi ya mwili kwa hofu na kutetemeka. Lazima unapomtumikia huyo mkubwa wako kiutendaji, lazima kuwe kuna kipengele fulani kama cha utii wa aina ya kutetemeka. Sio kusema mimi na bosi wangu tunaheshimiana. Watu wanaoheshimiana ni watu wanaokaribiana, wanalingana. Mmoja wa kutii, mmoja anakuwa juu, mwingine anakuwa chini. Ndio ile tumeka kati ya mume na mke, ndio tumeka kati ya mtoto na mzazi. Kwa hofu na kutetemeka lazima kuwe kuna utii ambao ni wa kutetemeka. Yaani ukiwa mbele yake uonyeshe kama kidogo una hofu fulani. Sio bosi mnurushie hiyo na hapana, hiyo haikubali. Hii pia inahusika kati ya mwalimu na mwanafunzi. Ni uhusiano huo. Hata kama ni mwanafunzi anajifunza ndio uhusiano uliokuwepo kati ya Elisha mwanafunzi na Elia. Alikuwa lazima mwite bwana wangu Elia, bwana wangu. Bosi wangu, bosi Elia. Anasema kwa hofu na kutetemeka, kwa unyofu wa moyo. Unaona kwamba humu hakuna janja. Wafanyakazi wengi ni wa janja. Janja kabisa. Na tutakuja kuona
inawahusu sana Wakristo kuliko wasio Wakristo kwanza. Utakuja kuona kwamba ukibahatika ukapata labda mwajiriwa labda awe Muislamu. Unajua huwa nasema pia Wakatoliki sio Wakristo kwa sababu hawatumii Biblia. Wanaweza kaiazima kama ambavyo Waislamu wanaweza kaenda akasoma Biblia, wakwambia una mistari fulani wanaitoa kwenye Biblia. Lakini kimsingi Ukatoliki sio Ukristo, ni Ukatoliki tu hivyo. Kwa hiyo nao ni bora kuliko hata wanaojiita Wakristo. Wanaosema kwamba tunaitumia Biblia. Hawa makanisa ya mwendo kasi. Kwa hiyo unaona kwamba haya makundi mengine na kuhakikishia ukimwajiri huyu anayejiita mtu wa kanisa huyu, mlokole huyu, utalia. Nani anahisi kwamba ninaonea? Uzoefu niliouona na nimefanya sana kazi kwenye jamii sehemu mbalimbali. Nimegundua kwamba huwezi kupata mfanyakazi bora mlokole. Ama atakuwa Muislamu ama atakuwa Mkatoliki ambaye sio Mkristo. Hao wote wawili sio Wakristo. Ndio sababu Mungu akatuwekea kipengele hiki akakiweka kwenye Biblia kwa mistari mingi kweli. Ni mistari mingi kuliko mafundisho ya sadaka. Upati sura kwenye Agano Jipya inayofundisha sadaka kwa mistari 3-4 mfululizo. Na hukuti ikitendwa pia na Kristo na Paulo na nani. Kwa hiyo unaona kwamba ni kitu kizito mbele za macho ya Mungu, wala si kwa utumwa, anasema kwa unyofu wa moyo kana kwamba ni kumtii Kristo. Anasema unapokuwa kwenye eneo lako la ajira, umeajiriwa, labda ni binti unafanya kazi nyumbani, labda ni mwajiriwa hata kama ni mkuu wa mkoa, maana bosi wako ni rais. Hao wote ni wana mabosi juu zao. Anasema unapofanya kazi ujue kama ufanye kana kwamba unafanya Kristo. Ukiona kwamba hiyo kazi haikupendezi, unasema utoke. Iache. Lakini wakati uko pale kwa sababu unatakiwa ulipe mshahara, unasema ufanye sio kama unamfanyia bosi. Atakwambia kwamba utaona kwamba anakutaka ufanye bila hata, yani uwe na tabia ya kufanya kazi bila hata kusimamiwa. Hata kama amesafiri, hayupo huyo bosi. Au anaumwa yuko hospitali, ubaki unafanya kazi kana kwamba una bosi yuko pale ni Kristo. Ndio neno la Mungu linatudai. Na hili somo utagundua haligusi walioajiriwa tu. Kwa sababu kwa namna moja au nyingine kuna namna fulani tunakuwa tumeajiriwa na watu fulani. Hivi unajua mwajiri wa rais wa nchi ungesema rais sasa jua rais atamfanyia nani? Anawafanyia wananchi ndio waajiri wake. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye hana bosi. Bosi wa rais ni wananchi. Na anawatii kweli. Wakati rais mwingine anaomba kura analala chini. Analala chini kabisa, anaweza kalamba udongo na kuashia mwajiriwa wa kawaida afanyage hivyo. Sasa huyu anaenda kuomba kuajiriwa kwa kulala chini na kusali sala zote na hata za dini sio yaamini ili kusudi wale wananchi wa mwajiri. Maana amewatii eti. Amewatetemekea eti. Kuna mmoja wote tunamjua alikuwa anapiga mpaka na push up. Kusudi aonyeshe kwamba nina nguvu za kuwafanyia kazi msiogope. Maana huyu mtu anawatii. Hakuna mtu ambaye hana bosi. Hamna. Anaendelea anasema hivi kama kumtii Kristo. Kwa hiyo mtu anapokuwa anafanya kazi, haya maneno tutakuja kufafanua tutarudi kwenye sehemu nyingine za Biblia kwa kuyafafanua moja lakini tupitie kwanza kipengele cha maandiko haya ambayo ndio ya msingi tunayosoma Efeso 6:5 mpaka 10 na 5 mpaka 9. Anasema hivi. Anasema kwa nia njema kama kumtumikia Bwana wala si mwanadamu. Anasema unapokuwa sehemu yako ya ajira, unapokuwa sehemu yako kwa mwajiri wako, uwe kama vile unamtumikia Bwana. Unapokuwa huko shule, kwa sababu shule ni kama kazi lakini uko kwenye vitendo unajifunza. Mtu anapokuwa shule. Leo hii kuna watoto wengi tena wa Kikristo. Naweza kukwambia kama nilivyosema kwamba hupati mfanyakazi bora Mkristo, hupati hata mwanafunzi bora Mkristo. Ni wapo wachache kweli. Utawakuta katika ile makundi ambayo nakwambia ambayo sio ya Kikristo. Sijui tunatazo gani. Sasa naamini tukisikia maneno tutabadilika, tutajifunza, tutatenda sawa sawa. Anasema bali kwa nia njema kama kumtumikia Bwana, niko mstari wa 7, wala si mwanadamu. Muda wote unapokuwa katika utumishi, uko katika kusoma, uko katika kujifunza, kwa sababu unapokuwa unasoma kunakuwa na mtu amelipia hiyo gharama hiyo. Kuna mtoto unakuta mzazi mwingine anajinyima,
anakula vibaya, anapata shida ili kusudi mtoto wake asome. Mtoto anashinda anacheza tu kule shuleni. Ni kitu kidogo hicho. Kikubwa. Yaani huyu anauza maji, anauza chakula, anafanya nini? Anajinyima halali ili kusudi usome. Watoto wa Kristo wanakuwa hawafaulu masomo yao. Kabisa. Sijui Paulo anasema enyi wa Galatia ni nani aliyewaroga? Sijui aliyeroga hawa wa Kristo. Sijui kabisa. Anaendelea anasema mstari wa 8 anasema mkijua ya kuwa kila neno jema alitendalo mtu atapewa hilo na Bwana, kwamba ni mtumwa au kwamba ni huru. Anamaanisha nini hapa? Anasema wakati uko kwenye eneo lako la kazi na ajira, usiangalie faida unaenda kulipwa na faida na nini. Ufanye kama vile unamtendea Bwana. Na kwa kawaida Mungu hupenda watu wanaofanya kazi bila kutegemea sana malipo. Umsubiri Mungu. Anasema sasa ukishafanya kazi katika misingi hiyo, kazi zote unazofanya. Hivi wewe uulize, kwa mfano tuko hapa. Mimi ninawahubiri ile neno la Mungu. Mnadhani huwa anafanya kazi na wahubiri kwa bidii au sisihubiri kwa bidii? Nahubiri kwa bidii, si ndio? Nikisema kwamba nahubiri sio kwa bidii mtakuwa mmenionea. Nahubiri kwa bidii. Je, mnadhani kuna malipo makubwa sana na mwishoni wa mwezi nasema sasa, Mungu nilipe ule mwezi umeisha sasa. Kwamba kuna invoice inaandika na ipeleka mbinguni. Pana. Nasema kwa sababu nimewekwa kwenye utumishi nitafanya sana. Kwa bidii. Bwana anasema niko tayari kutapanya na hata kutapanywa. Baadaye anasema je, ujira wangu ni nini sasa? Kwenye Wakorintho wa kwanza pa. Wakorintho wa pili mlango wako. Sema je, nafikiri mstari wa 10. Sasa ninalipwa nini sasa? Mtu mwingine anasema hivi, kwa nini nijitese hivi na mshahara wenyewe si ndio huwa 100,000? Kwa nini nijitese? Wakati aliomba kazi. Mungu anasema kama ukifanya kazi ambayo ulitakiwa labda kwa bidii na jasho unalotoa, ulitakiwa ulipwe 500,000, 300,000, 200,000. Ikatokea ukalipwa 100,000. Mungu anasema atakulipa sawa sawa yeye mwenyewe. Mwanadamu atakuhujumu, atakuibia, atakudhulumu, lakini Mungu ambaye ndo unamfanyia hatimaye unamfanyia atafanya nini? Atakulipa sawa sawa. Na malipo ya Mungu kwenye Biblia huwa sio mshahara mmoja. Huwa ni mishahara maradufu, ni miwili. Na sehemu nyingine kama umeacha vyote kwa ajili ya utumishi huwa inafika mara 100. Ndivyo hivyo andikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo naomba tujifunze kwa kujifunza mfano kwangu. Mimi nahubiri kwa bidii, sitegemei mshahara kwa mtu. Sio kwa wala kwa Mungu simdai kwamba naomba unilipe. Kwa hiyo tujifunze hayo maneno ya Mungu kwa bidii njema kabisa. Anaendelea anasema sasa, kwa hiyo tujue kwamba tunapofanya kazi yote ile hata kama utadhulumiwa, Biblia inasema Mungu mwenye haki atakulipa. Na ukifanya kazi kwa kudhulumu ukawa unalipwa bure tu, Mungu anasema ile atakunyang'anya vile vitu. Mungu ndio mwenye kulipa haki sawa sawa. Nicho anachokisema. Mstari wa 9 anasema hivi, anageuza kibano sasa. Ametoka kumpa wajibu huyu mtumishi. Wajibu huyu mwajiriwa anaenda kwa mwajiri. Anaenda kwa bosi, anamwambia hivi, nanyi akina bwana watendeeni hayo hawa ambao walikuwa wanafanya kazi kwa kujituma, labda ni kampuni binafsi, labda ni kampuni ya kiserikali, shirika ni mamlaka yote, anasema wakati wameshajitoa wakafanya kazi kwa bidii wakafanya nini? Na ninyi mfanye sawa sawa hivyo hivyo. Kwa lugha nyingine anasema yani haki alizo bidii aliyoweka unatakiwa umlipe na wewe kwa haki yako, yani umtendee haki. Nanyi akina bwana watendeni hayo mkiacha kuwaogofya. Nilishasema bosi anataka atetemekewe na kutisha na kusema nitakumaliza wewe makao ukatize.
Tutaona nani bosi? Hayo maneno kijinga. Kwa sababu kuna bosi mbinguni. Kuna bosi mbinguni. Huku mkijua ya kuwa yeye aliye Bwana wao na wenu yuko mbinguni, wala kwake hakuna upendeleo. Hivi mtu umekuwa bosi, hujiulize swali moja kwamba kwa nini mimi ni bosi, huyu ni chini, yuko chini yangu. Hujiulize tu haraka. Je, kuna kitu umempa Mungu au umefanya ili kusudi uwe juu yeye awe chini yako? Kwa sababu umewekwa hapo juu. Unatakiwa juu umewekwa na mtu na Mungu aliye juu, ufanye kazi tena kwa kushukuru zaidi na kwa kutetemeka zaidi kuliko hata wewe wa chini, kwa sababu una wajibu mkubwa, uko juu sana wewe. Ndicho Mungu anachotutaka. Hilo ni somo gumu kwa Wakristo. Hawalioni kama ni somo la maana moja, lakini hawajui kama lipo na hawaoni mwili, lakini yote tunajua kwamba ni kazi ni mapenzi ya Mungu. Hii dunia tunayoifanyia kazi, tunafanya kazi kwa niaba, ni mali ya Mungu. Unaweza kuwa unasema nimeajiriwa na fulani na nini, lakini ni mali ya Mungu. Hizo kazi hizo, kwa mfano makampuni yakiharibika akafanya nini? Watu wakafa njaa, familia zikafa njaa, atakayeanza kuliliwa ni Mungu aliyewaumba, sio hawa wote waliokuwa wanamiliki hivyo vitu. Kwa hiyo ndio sababu unapofanya kazi kwenye makampuni ya watu na kwenye makundi, mashirika ya watu, kwenye nyumba, kwenye nini, unakuwa unafanyia Mungu kwa sababu kuna vitu vya kimungu vinaendelea, mwenye dunia yake ameweka pale. Tuende katika kitabu cha Mwanzo pale, mlango ule wa, tunaona kwa nini habari za kufanya kazi kwa bosi wa juu na kwa mtumishi wake aliyeko chini yake, kwa nini zimepewa uzito na Mungu? Twende katika kitabu cha Mwanzo mlango ule wa pili mstari ule wa 15. Biblia inasema, twende haraka kidogo, muda umeenda. Sijui kama nitayamaliza. Nilitegemea somo lingekuwa fupi. Lakini unajua kwa nini anachukua muda mrefu? Ni kwa sababu sehemu ambayo imesahaulika. Kwa hiyo inatakiwa kidogo kuchimba mambo mengi ili kusudi angalau yakae kwenye ufahamu wetu. Anasema katika kitabu cha Mwanzo mlango wa pili mstari wa 15, Biblia inasema hivi. Mwanzo mlango wa pili mstari wa 15 ni mapema mno. Mungu hajamaliza hata kazi zake za uumbaji. Bado yani ndo anatengeneza dunia. Bado kuna hajaweka hata sheria, hajaweka vitu vingi, lakini mapema mno anasema mstari wa 15, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Haraka hajamwambia kwamba nimekumba nenda kakae. Anasema hapana, kuna bustani hapa, nishaandaa kila kitu, nenda kailime na kuitunza. Mungu, tunaishi katika dunia, katika bustani ya Mungu. Hii dunia ni bustani ya Mungu. Ni kazi ya uumbaji wa Mungu. Ametupa ikusudi tufanyie kazi. Kwa hiyo unaona ni kitu cha msingi. Anasema katika kitabu cha, kama tulikuwa kwenye Mwanzo, sogea kidogo. Unaweza kusema sasa tuko kwenye kipengele, tunaangalia umuhimu wa kufanya kazi. Na tutakuja kuona, naomba kabla sijasahau kabisa. Nilisema mapema na nitalirudia kwa sababu lazima niseme mara mbili. Kwa sababu ni zito sana. Kwamba kuna watu ambao kufanya kazi hawana shida, ni wafanyakazi wazuri, halali, fanye nini, au kilala nana kidogo, anafanya kazi yuko makini kabisa, sio wachache, ni wengi, ila wana kazi zetu zisiwe kipaumbele zaidi ya Mungu wetu. Kuna watu wengine unakuta kazi yake anakuambia niko busy. Leo Jumamosi, leo Jumapili, Jumamosi unaenda kazini. Sasa anaanza akatumia somo kama anasema sasa. Unaona? Sina muda kufanya mambo ya sina muda kufanya ibada. Sina muda kwenda kanisani. Sicho Mungu anachosema. Mungu anasema kitu ya kwanza, kabla sasa hujafanya kazi, lazima uwe na sehemu ya kumcha Mungu na kufanya ibada kwa Mungu wako. Na hawezi Mungu akakupa kazi ambayo ukisikia mtu anakuambia niko busy, ninakimbia naenda kazini, nimebanwa, unajua anakimbia anakimbia uso wa Mungu tu. Hakuna mtu ambaye yuko busy kiasi hicho. Kukitokea kitu anachokipenda, nafasi itapatikana tele. Kwa hiyo hatuna maana kwamba tunaposisitiza kufanya kazi ndio basi tuache mambo ya Mungu, hapana. Mtafuteni kwanza Bwana, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mambo mengine yote yatafuata kama ziada. Lazima nafasi ya ibada yetu, mioyo yetu mbele za Mungu iwe juu kuliko hata kazi. Lakini je, basi tuache kazi kwa ajili tuna ibada? Hapana. Vyote tuvifanye. Ndio anasema tafuteni kwanza. Ukishasikia kuna kitu kuna kwanza, ujue kuna na mbili na tatu ya mkini.
Tafuteni kwanza mambo ya Mungu yaweke sawa vizuri. Vizuri, weka uhusiano wako na Mungu vizuri. Fanya ibada vizuri, kusanyika na watu wa Mungu vizuri, jifunze neno la Mungu kama hivi. Watu wengi wasikia neno kama hili kwao ni jambo baya kabisa. Lakini ni bahati sana kusikia maneno kama. Sasa hilo ni la lazima tulijue. Kwa hiyo kazi siwe juu ya Mungu wetu na ratiba yetu ya kazi isiweze kusema kwamba ndio ya kwanza afu inayofuata ya Mungu. Ni mara moja inaweza katokea kuna jambo fulani la kikazi likakulazimu kufanya kabla hata hilo la Mungu, lakini sio kwa ibada. Lakini labda vitu vingine vidogo vidogo, labda kuna mkutano ibadani na ukawa labda una jukumu la kiofisi, labda una wagonjwa unatibu au na nini, unaweza kulazimika kuanza huko. Inakubalika. Lakini inapokuja katika jumla ya mambo yote Mungu kwanza. Kazi mambo ya Mungu kwanza katika jumla yote. Na watu lionekane hivyo na Mungu wa mbinguni athibitishe ashuhudie kwamba kweli kazi yako sio ya kwanza, mimi ni wa pili hata siku moja. Hiyo kazi haimpendezi Mungu, ambayo wewe kazi ndiyo ya muhimu, iko mbele kwenye fikra zako, kwenye utendaji wako, kwenye muda wako kuliko Mungu. Kimsingi hata familia yako inatakiwa mbele kabla ya kazi yako. Lakini bado Mungu anataka tusome kutoka katika kitabu cha Mhubiri. Mhubiri mlango ule wa tulikuwa kwenye Mwanzo, turuke vitabu vingi sana, tuende katikati ya Biblia. Baada ya Zaburi kulia kwake kuna kitabu cha Mithali, baada ya hapo kuna Mhubiri, kabla ya wale manabii wakuu pale akina Isaya hapo kuna kitabu cha Mhubiri. Anasema Mhubiri mlango wa 9 mstari wa 10, Biblia inasema hivi. Mhubiri mlango wa 9 mstari wa 10. Anasema hivi. Sasa hii wala sio kazi ya kuajiriwa tu. Sasa hivi ni kazi yote ile ambayo inatupa kula. Mhubiri mlango wa 9 mstari wa 10 anasema hivi. Anasema hivi. Lolote mkono wako utakalo lipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako. Kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako. Mungu anasema yani Mungu anataka tuwe wachapakazi. Maana ya huu mstari kwa ufupi ni kuwa mchapakazi. Kwa hai. Hata kama ni biashara zako. Unajua kuna mtu mwingine anakutana na biashara lakini analegea nayo. Mwenyewe. Mungu anataka tufanye kazi kwa bidii. Kwa vipimo vizuri. Anasema katika kitabu cha tuone katika Agano Jipya tuone kwa nini Mungu anaweka bidii katika mambo ya kazi. Anasema katika Wathesalonike wa pili mlango wa 3. Wathesalonike wa pili mlango wa 3 mstari wa 10 anasema hivi. Wathesalonike wa pili mlango wa 3 mstari wa 10. Na wazazi tulioko hapa tujifunze kuwafundisha watoto wetu kufanya kazi au kuandaa waje kuwa wafanya kazi. Waaminifu. Mlango wa 3 mstari wa 10 anasema hivi. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula. Mungu ni kwa kiwango hicho. Kama mtu ambaye anataka tu kuwa legelege, kukaa tu hana majukumu. Mungu anasema sasa huyo mtu ajiandae asile chakula. Leo hii utakutana vijana wako mtaani anashinda tu amekaa kwenye benchi tu, kwenye vigoda mtaani, lakini usiku anataka ale. Wanashinda, mshikaji wewe nirushie, mshikaji. Hapana. Mungu anataka tu achapa kazi. Mfano anasema sitaenda huko Yohana mlango wa 4 mstari wa 34. Yesu walimwambia Yohana 4:34 wakamwambia mwalimu kula chakula. Akasema chakula changu ndicho hiki, ni kufanya kazi yake aliyenituma na kuimaliza. Tuna jukumu sasa hapa tunakuja kwenye kazi ya kimungu zaidi. Tuna jukumu sisi wa Kristo. Wewe mhubiri, mimi mhubiri kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ya Kristo sio kuiacha njiani na kuimaliza. Unajua tunamaliza kazi wakati gani? Tunapoondoka duniani. Ukishaondoka duniani, Yesu Kristo alifanya kazi mpaka siku ya usiku wa kuteswa kwake, akaimaliza akaondoka. Kuna mtu mwingine anaweza akamtumikia Mungu akaenda kanisani miezi 5, mwaka mmoja, miaka 3, miaka 5, anaondoka na iache njiani. Sasa Mungu anasema lazima ufanye kazi na kuimaliza. Hivi unajua kusoma neno la Mungu ni kazi?
Unaweza kujikuta usinzie usiku. Kati ya kusoma neno la Mungu na kuangalia TV, ipi unahisi ni kazi kuliko mwenzake? Kuangalia tu TV ukanyosha mguu wako, kwa unabadilisha channel na kuingia kwenye neno la Mungu, kaanza sura ya kwanza, ukaanza sura mwanzo wa mstari, sura mpaka mwisho. Ipi unahisi utajikuta mpaka unaanza kusinzia? Ni hii ya kwenye TV au ni hii ya kusoma neno la Mungu? Kusoma neno la Mungu nalo ni kazi, sio ndogo kabisa. Na imeandikwa kwenye Biblia sehemu fulani. Anasema katika kitabu cha twende pale katika Matendo ya Mitume. Katika Matendo ya Mitume mlango ule wa Matendo ya Mitume mlango wa 20, emsikiliza maneno. Hii ni kazi ya Mungu sasa. Ni kazi ya mambo ya Mungu moja kwa moja. Hata kazi za dunia tulishasema ni kazi za Mungu. Lakini kazi za Mungu kwa maana ya ibada, kwa maana ya kuhubiri, kwa maana ya kupeleka injili, kwa maana ya kumwimbia Mungu, kwa maana ya kazi zote za Mungu, anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 20 mstari wa 24 anasema hivi. 24 Matendo ya Mitume. Msikiliza maneno ya Mungu. Anasema hivi. Mstari wa 24 anasema lakini Paulo anasema lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Huduma ndiyo kazi, kuhudumia. Paulo anasema ukiweka kwenye mizani uhai wangu mimi, mapumziko yangu, furaha zangu na nini, na kufanya hii kazi ya Mungu, anasema hii ndio naipa uzito hii kazi ya Mungu na kuimaliza. Anasema si ya hesabu maisha yangu kwa kitu cha thamani. Maneno kama hayo. Mungu anasisitiza habari, ukisoma katika sijui kama tafika kule, ukisoma katika mlango wa 25 kitabu cha Mathayo, Mungu aliwapa watu Bwana mmoja aliwapa watu talanta, vipawa, uhai, pumzi alizokupa wewe na mimi. Akasema nendeni mkazifanyie kazi. Wewe nimekupa miaka 100. Wewe utaishi 70. Wewe utaishi 30. Nendeni mkafanye kazi tuone kwenye miaka 100 umeleta faida gani niliyokupa. Kuna watu wanaishi miaka 100. Wewe nimekupa miaka 70, sio mingi kama 100, wengine nimekupa 30. Kama zile mbegu ambazo hazikuzaa kulingana. Sasa unarudi, hiyo ndo talanta hii. Unarudi unafika kwa Mungu kurudisha mahesabu. Mungu anasema nimewapa mwende mkazifanyie kazi mniletee faida. Mtu mmoja akaenda bila faida. Unajua alichomwambia? Alimwambia wewe mtumwa muovu. Twende pale kwenye Mathayo 25. Mathayo 25, msikilize yule mtumwa mmoja wapo. Hao wengine wanafanya vizuri. Mimi nakutaka na nakuomba na kuombea vile vile uweze kuwa yule mtumwa ambaye atapongezwa, na nasema vema mtumishi mwenye mwaminifu. Nenda vema kabisa. Mimi najua mlioko hapa mlio wengi mnamfanyia kazi Mungu. Kutoka nyumbani kwako kuja kwenye kusikiza hii ibada ni kazi. Sio rahisi. Sio lele mama. Ni wangapi walio wengine tunapeleka injili tunakaribisha mpaka tunawalipia nauli, wanajificha wanakimbia. Unalijua hilo? Unafika pale unamsikia ndani ya nyumba, ghafla tu ka redio kanafutika, nyumba inakuwa kimya kabisa. Mwambie hayupo. Wapo hivyo. Lakini Mungu anataka kila siku. Kama ulikuwa unafanya kazi ndogo unatakiwa uongeze uwe kubwa. Kwa mfano mtu anaanza kazi labda ni polisi jamii huwa anakuwa mpaka IGP. Mungu hakutegemea ulipoanzia ndipo uishi. Unataka kila siku upande hatua mpaka juu kabisa. Kuwa unamfanyia Mungu maisha yale, kwenda kanisani ukao unaenda kanisani mara moja ni vizuri, lakini Mungu anataka uanze sasa kwenda zaidi na kuwafundisha watu wengine na kuwakaribisha kanisani na kufanya kazi ya Mungu ukiwa unakuwa kila siku. Hebu hakikisha katika utumishi wako wa Mungu mdogo uliopewa wote ule uanze utaratibu wa kukua na kuongezeka. Ndicho Mungu anachokitaka. Kama mtoto naye kuwa vile vile. Anasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 25, tusome ule mstari wa 26 anasema hivi, bwana wake akajibu, Mathayo 25:26 anasema bwana wake akajibu akamwambia wewe mtuma mbaya na ulegevu ndo uvivu ndo uzembe. Kwa ufupi ni wewe mtuma mbaya na mlegevu.
Naomba tumia maneno mawili kwa pamoja. Alimwambia vitu vinasema mtumwa mbaya na mlegevu. Kimsingi kwenye King James anasema mtumwa muovu na mlegevu. Uvivu unatamkwa sambamba na uovu. Yaani uvivu, yani ni dhambi. Hivi vitu vyote ni vitu vyenye viashiria vya dhambi ndani yake. Yaani haina tofauti na kuiba. Kwa sababu kama mtu ni mvivu unaleta hasara, ni kama mtu anayeiba akaleta hasara vile vile. Anasema ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya, basi ili kupasa kuiweka fedha yangu kwa watoa riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida. Mungu anataka faida. Jamani, naomba ndugu yangu, wewe ni mtoto mdogo bado unakuwa, wewe ni mtu mzima, una umri mkubwa, wewe ni kijana, usiwe mtumwa asiyempa Mungu faida yake. Pole pole utafika. Amina. Hebu tuangalie hoja kadhaa, na sijui kwa nini nimechukua muda mrefu kutoka. Mnajua nilikuwa bado niko kwenye utangulizi. Dakika 40. Nashindwa kwenda mbele kwa sababu ni sema ambayo ni giza kabisa hatufanyi. Lakini hem twende katika vipengele vichache vya majukumu sasa ya moja kwa moja ya mtumishi na baadaye majukumu ya mwajiri au mwajiri wa mwajiri. Bosi na mtumishi. Na mingine nishaigusa, kwa hiyo tumeona kwenye ile mistari mwajiriwa anatakiwa afanye vitu vikuu vinne. Ndani ya ile mistari nishaifafanua, lakini ni kama vile marudio kusudi tuelewe. Kutii na kuwa na hofu na kutetemeka ni jukumu la kwanza. Jukumu la pili, kufanya kazi kuliko tokea moyoni. Na sio kwa lengo la kumfurahisha mtu. Unajua kuna mtu mwingine unakuta labda wakati bosi hayupo anakuwa anafanya ulegevu. Akija tu unamkuta yuko busy, anainama, anafanya vitu vingi, anasema hiyo ni utendaji mbaya. Haina ubaya kuongeza kabidii wakati bosi macho yapo, lakini katika ujumla wa mambo yote inatakiwa tufanye kazi vizuri hata wakati bosi hayupo. Sasa hoja ya tatu hiyo namna ni kufanya kazi kana kwamba unamfanyia Mungu, na sio kana kwamba kimsingi unapomfanyia mwanadamu unamfanyia Mungu. Chochote kile. Kwa mfano ninahubiri hapa, mtumishi baadaye atakuja kutuhubiria hapa, tunawahubiria, lakini kimsingi tunayofanya kazi ni sio kwa ajili yenu, tunafanyia Mungu. Lakini mwenye kufaidi ni nani? Ni sisi wanadamu. Lakini mwenye jukumu, mwenye kutoa maksi na kutathmini ni Mungu. Hoja ya mwisho ambayo inatakiwa tunayoona kwenye ile mistari ya mtumishi anataka kufanya ni kwamba hata usipokuwa unalipwa sahihi, usipokuwa unatendewa haki, isiwe chanzo cha wewe kusabotage au kusabotage ni kama vile kumdhulumu au kudhuru au kuharibu. Mimi silipo. Huyu sianza naye. Lakini yeye analipwa mara mbili yangu, hapana. Usifanye hivyo. Usifanye hivyo kwa kweli. Na tunaongea kitu ambacho tumejaribu kukiishi kwa muda. Sio kama naongea kitu ambacho labda ni nadharia. Hapana. Kwa hiyo hivyo ndivyo vigezo vya utendaji. Anasema mtende katika Petro hiyo habari ya kufanya kazi kwa bidii, Petro naye anairudia. Tumesoma katika Waefeso, tunaisoma katika twende katika Petro wa kwanza mlango wa 2:18, twende kwa bidii kabisa kwa haraka iwezekanavyo. Ndio umeenda kabisa. Petro wa kwanza 2:18 anasema hivi. Anasema enyi watumishi watiini bwana zenu kwa hofu nyingi, sio wao walio wema na wenye upole tu, bali na hao walio wakali. Anasema hata kama bosi ni mkorofi, wewe mtii. Usimkaidi, si hanipendi bwana basi na mimi nitakuwa tu nafanya shafika wakati hayupo na mimi na nitamdhulumu. Au unaingiza hata vitu vibaya, unaharibu kama ni kiwanda nini, hapana. Sema hata kama ni mkorofi, hata kama hakulipi sawa sawa, maana bado uko kwenye ile ajira. Dawa yake ni nini? Ukiona imeshindikana, unaweka chini zana, unaondoka. Hakuna kosa kuacha kazi. Lakini wakati bado kwenye kazi unadai haki, Mungu anasema lazima tufanye kazi kwa bidii. Anaendelea anasema lakini hali ikoje kwa Wakristo? Tumeona kwamba Wakristo wamejaa uzembe, uvivu, na tunaona kwamba ni mara chache sana tutakutana na Mkristo ambaye ni mfanyakazi bora. Yaani mpaka akateuliwa. Tutakuta ni hawa ambao hawana Biblia. Sasa ukiona hilo sio kwamba tunawachukia, hapana.
tunawaboresha. Tunawasaidia. Lakini ukweli uko pale pale. Mfano atakwambia labda mtu anakuambia mimi anatoka anasema naenda ibadani tena ibada nyingine za uzushi hata ibadani haendi anaenda kupumzika. Wa namna hiyo hawapo. Yeye anasingizia ninaondoka leo tuna nini kipindi fulani na nini anaenda kwake kulala. Hiyo sio sawa. Kama si vibaya kwa mwajiriwa kuwa na siku ya katikati ya wiki ya ibada. Of course mwishoni mwa wiki kati ya Jumamosi na Jumapili kutegemea ni lini unasali lazima hiyo ufanye ibada. Na mara nyingi kama ni kazi ambayo inakulazimu kufanya kazi siku ya ibada kama Jumapili hapa katikati sio kila Jumapili. Na ni vituo vichache sana ambavyo siku za ibada unakuta kuna kazi nyingine inaendelea. Utakuta tu wafanyakazi wachache nao Jumapili inayofuata anakuwa huru. Lakini hata katikati ya wiki ukiona una kitu cha kumfanyia Mungu na inatakiwa uwe nacho katikati ya wiki basi fanya kazi ya ziada. Kama kuna masaa ya kupumzika wewe usipumzike. Ufanye kama Daniel. Daniel anasema sasa sitaki kula vyakula vya mfalme. Ni mfano tu ili kusudi sitakuwa mlegevu. Sitaki kula vyakula vilivyonunuliwa mambo ya nguvu za miungu ya Nebukadnezar. Ila naomba mnipe dengu, si nini? Mtama, na maji. Na maji tu, alafu baada ya siku 10 walivyo lazima baada ya siku 10 ikaonekana akina Daniel alikuwa bora mara 10. Mfanya kazi, mchapa kazi wa Mkristo wa kweli anatakiwa awe bora zaidi ya mara 2. Yaani zaidi ya mtu wa kawaida. Na tusipofanya hivyo kiukweli Biblia inasema huwa tunakuwa ni kama tunalitukanisha jina la Mungu. Mkristo ambaye ni mlegevu mzembe kazini alikoajiriwa pamoja na kwamba atajitukanisha yeye na kujidharaulisha lakini hatimaye anamtukanisha jina la Mungu. Ushuhuda nao toka kwa Mungu ni mbaya. Kwa maana akina Daniel walimheshimisha Mungu wao kwa sababu walionekana wali bora, wana ujuzi, wana ufahamu, wana afya nzuri bila hata kufanya vitu vichafu. Yaani bila hata kushinda kazini ukaikosa muda wa ibada au kufanya nini. Bado inatakiwa kazi yako ikijumlishwa ionekane ni bora kuliko hawa wengine. Hata kama kuna siku ya ibada una masaa fulani ya jioni ya ibada unaenda. Watu wajue kwamba wakati wanapumzika na kunywa chai wewe ulikuwa unafanya kazi. Wakati wao wanaingia labda saa 2 wewe ulishaingia saa 1. Una saa nzima ya kufanya kazi ya kulipia masaa ambayo utaenda kumwabudu Mungu wako. Na iwe ni ratiba inayojulikana consistent. Huyo ni kwa mwajiriwa. Tulishaona kwamba mtu hahitaji kusimamiwa. Mfano mmoja ni wa Yusufu. Sihitaji kwenda huko kwa maandiko sasa tumeweza kitabu cha Mwanzo muda si mrefu uliopita. Lakini unakumbuka Yusufu alipofika kwa nani? Alipouzwa. Ni mgeni, ni kijana miaka 17. Alipofika kwa Potifa, alikuwa anafanya kazi anasema Potifa alikuwa anaona tu anajua chakula kinacholetwa mbele yake. Peke yake. Lakini uendeshaji wa siku kwa siku saa kwa saa alikuwa ameweka mikononi mwa nani? Mwa Yusufu. Je, unadhani alimletea watu walikuwa hawatamani kujua habari za Mungu wa Yusufu? Je, ule usafi aliotunza kwa mke wake, si watu walikuwa wanatamani kwa nani za Yusufu, Mungu wa Yusufu. Alipoingia gerezani, kazi zote Biblia inasema katika mlango wa 39, mstari wa 5, mstari wa 22, na mbele zaidi. Kazi zote alipewa Yusufu ndo alikuwa anaendesha lile gereza. Nani mfungwa? Maana alifanya unyapara. Kwa sababu alikuwa anachapa kazi. Unahisi hizi kazi zilikuwa zinamfanya Yusufu asimwabudu Mungu wake? Hapana. Je, ili somo linatufundisha alitufundisha? Yes. Linatufundisha. Na kuomba Mkristo unanisikiliza anayetokea mbali na wewe ulioko hapa. Na mimi nayeongea. Muda wote lazima tubebe ushuhuda wa Kristo. Kwa sababu watu wakishagundua na Kristo. Mimi nitoe mfano kuna watu pale kazini. Nitoe mfano tu haraka niendelee mbele. Hawaniiti jina la kazi yangu ninayofanya. Unasikia wanakuita mtumishi wa Bwana. Wanagundua kwamba hiki ndicho kizito. Hii kazi ulioajiriwa masaa 20 mangapi kila siku wanaisahau wanasema kwa hiyo wanakuwa wanaangalia katika jicho la mtumishi wa Bwana.
Na hawajai kukuona unamtumikia lakini wanakuangalia. Mtumishi wa Bwana kumbe ni mbea. Mtumishi wa Bwana kumbe ni mwizi. Ni mrarushwa, ni mpendelea, ni mvivu. Hapana. Wakristo jamani tusikie tusitukanishe jina. Daudi aliambiwa na Nathan alipokuwa amefanya dhambi ile mbaya. Alikuwa amemuua Uria, ametoa maagizo akamuua Uria aliyekuwa anampigania huko jeshini, huko mstari wa mbele kwenye vita. Akachukua mke wake. Mke wake alikuwa anaitwa Bathsheba. Sio Bathsheba. Daudi akasema sasa umewapa Nathan akamwambia nabii Nathan ambia sasa umewapa maadui wa Mungu sababu ya kumkejeli Mungu wako. Sina muda wa kwenda huko lakini lazima tujue hayo maneno yote kwamba tunachofanya ukiwa Mkristo wanakujua ni Mkristo fulani siku nyingine unawapa na mistari wanaangalia huku kwingine je ni mwaminifu. Anasema au wewe mfano mwingine nataka kusoma. Wewe mchungaji, mtu ni mchungaji unakuta labda kanisa dogo kama haya, kama hili. Hataki kufanya kazi, anataka wakamue washirika wake. Kama una kanisa lina watu 100, 200, humo kuna watu wenye vipawa mbalimbali, wengine lazima kutakuwepo na mahitaji yanayotosheleza huyo mchungaji. Ili kusudi afanye na kazi anayoifanya kwenye hilo kanisa la watu 100 ni kubwa vile vile. Huhitaji kuwakamua. Leo hii unakuta mtu ana kanisa na watu 10, 2, 5 lakini yeye hafanyi kazi yoyote anawakamua tu. Wakishafika nusu saa ya kwanza ni kudaiana madeni yote. Hicho ni kitendo kibaya kabisa na ni kulitukana jina la Mungu. Nani ananielewa? Wote waseme amina. Amina. Kabisa. Na ndivyo inavyoendelea. Leo hii mtu akifungua tu kijikanisa chake anasema anatafuta pesa. Ndicho wanachokijua wanada. Sicho wanachokisema watu wa duniani. Sasa atapata nafasi ya kwenda kutafuta nani? Atapata nafasi ya kwenda kumtafuta huyo Mungu kwenye makanisa kama hilo au jingine kwa sababu tumeshatukanisha jina la Kristo. Na anaweza kusema kwamba hili ni somo la kuhukumu sana nimeshahukumiwa. Hapa tunatiana moyo na kufundishana maneno ya Mungu. Kabisa. Nina maneno mengi sana kwenye hilo eneo. Lakini naamini tu nisogee niende kwa ajili ya muda niende kwa mwajiri. Niende kwa mwajiri. Mfano mmoja katika kabla sienda kwa mwajiri. Mfano mmoja ni Yakobo. Biblia inasema Yakobo alibadilishiwa kiuongo mshahara wake mara 10 na Labani tena ndugu yake mjomba wake kaka wa dada wa mama yake. Lakini haikumzuia kufanya kazi akaacha utajiri mkubwa kwa nani? Kwa Labani. Labani mwenyewe anasema tangu Yakobo umeanza kufanya tushaona pia kwamba mcha Mungu anapoingiza mkono wake kwenye kazi hata za dunia Mungu analeta baraka mle. Lakini hata ukidhulumiwa ujue kwamba usilipe kisasi. Nisilipe kisasi. Mfano ni Yakobo. Mfano ni Yusufu. Yusufu angesema kwanza ni mimi nimeuzwa kama mtumwa. Wala sikuja kuomba hii kazi nimelazimishwa. Ngoja na mimi nitafanya kizembe. Hapana, alichapa mzigo. Mungu akamuinua juu sana. Jamani Wakristo wengi ni kuambieni Wakristo wengi hawajainuliwa. Kabisa. Huwakuti bosi wa Kristo. Huwakuti. Sio kwa sababu Mungu wao hawezi. Kwa sababu tumeshindwa kuwa waaminifu katika hilo dogo. Usipokuwa mwaminifu katika kutumika, hutapewa nafasi ya kusimamia. Hivi mtu anaweza kawa ni mwanafunzi mbaya baadaye akafanywa mwalimu? Mwalimu mzuri lazima awe mwanafunzi mzuri kwanza. Kabla hujawa bosi mzuri lazima uwe mtumishi mzuri. Hem tuende sasa katika sehemu ya mwisho, ya mistari ya mwisho pale, na mistari na dakika kama 6 za kumaliza. Hem tuangalie tunaangalia majukumu ya
ya mwajiriwa. Japo tuko tunaangalia na mwajiri vile vile lakini tuweke bidii zaidi kwa mwajiri. Jukumu la boss. Jukumu la boss. Tushaona ni kutenda haki. Sio kutenda haki tu peke yake, ni kutenda haki katika mambo mengi. Labda imetokea fursa ya safari, leo hii kuna watu wengine hawaweza kapewa ka safari hata kama ni mchapakazi kwa sababu labda kama ni binti hajamkubali bosi wake. Kwa sababu basi tu vyovyote vile haendi akapata pesa akamrudishia bosi wakati pesa ni za kwake. Mungu anasema kwenye hilo eneo tutende bosi mwaji atende haki, fursa zigawe. Kama anatakiwa kama mzazi anatakiwa kama na watoto 4 awape haki zinazolingana. Kama unawaajiriwa 4 wape haki sawa. Sawa sio kwa maana kwamba kama ni 4 ni 25% yani 100 uiga hapana. Inayostahili. Kwa mfano unaweza kukutana na waajiriwa 4 mmoja ndiye ana uwezo wa kwenda kwenye safari akatimiza majukumu kule. By the way, watu wengi wanapenda sana safari kazini. Mimi sizipendi. Nikiri, sizipendi. Lakini vyovyote vile, kwa jukumu la bosi ni kutenda haki. Twende katika kitabu cha nina mistari mingi lakini tuende mstari mmoja tu au miwili ya mwisho. Tusome katika kitabu cha Ayubu mlango ule wa 23. Sikiliza maneno ya Ayubu, anasema hivi. Ayubu nimesema 20 ngapi? Basi tutoke hapo twende 31. Ayubu 31 anasema mstari wa 13 anasema hivi. Ayubu alikuwa alikuwa anaonyesha vitu ambavyo vingeweza kumtia hatiani katika matatizo yaliyompata. Anasema lakini hivyo vyote havikuwa kwangu. Alianza anasema je nawezaje kumwangalia mwanamke na kumtamani? Alianza na hilo. Baada ya hapo akaanza kutaja vitu vingi ambavyo hakuvifanya. Moja wapo huko mbele anasema sikumnyima maskini, sikumrudisha mikono mtupu aliyekuwa na uhitaji na shida. Lakini miongoni mwa vitu alivyovitaja ni mstari wa 13 anasema hivi, kama nimeidharau daawa ni haki, madai yake. Daawa ya mtumishi wangu au ya kijakazi changu waliposhindana nami, basi Mungu atakapoinuka nitafanya nini? Naye atakapotokea sasa ni kuzuru ndo kutembelea. Nitamjibuje? Je, huyo aliyenifanya mimi ndani ya tumbo si aliyemfanya na yeye? Si yeye mmoja aliyetufinyanga tumboni? Anasema mimi sioni tofauti yangu ya kuwa bosi na kuwa ambaye nina mtu chini yangu. Wote tuko sawa. Aliyetumba ni mmoja. Ni kama ile methali ya Kiswahili anasema yeye aliyekupa kiti ndiye aliyenipa kigoda. Kuna methali ya Kiswahili. Kwamba unakuta mtu amepewa kiti kizuri anakaa, mwingine ana kigoda. Ni Mungu huyo aliyewa. Wewe uliye na kigoda usianze kujisifu. Amini uliye na kiti usianze kujisifu unajua aliye na kigoda. Ndicho anachokisema Ayubu. Kwa hiyo unaona kwamba anasema mimi ningestahili kuwa kwenye tabu hizi nilizo nazo. Kwa lugha nyingine, bosi ambaye anatenda maovu haya hamli. Unajua kuna watu hawalipi wafanyakazi wao, unakuta anafanya kazi miezi 3. Tuje kufanya wadada wanaosaidia kazi ya kina mama nyumbani. Unakuta hamlipi muda wa miezi mingi tu. Na hata ikifika wakati anamuondosha hivyo. Ndio sio? Na ni Wakristo. Anaenda anatoa sadaka, anaenda mbele anaimbisha sifa, anaenda anatoa ushuhuda wa matendo ya makuu ya Mungu aliyomtendea. Ndiyo sababu hizo ibada ni za uongo siku zote. Kabisa. Unasema mbona mzuko umepanda? Hivi unawezaje kuhubiri kwenye hii dunia sasa hivi? Haya mambo yanaendelea dhidi ya neno la Mungu. Usipandishe mzuka. Mimi nasema piga kelele, paza sauti, piga paja mguu wako. Kwa sababu ni mambo yanayomudhi Mungu wa mbinguni. Anaendelea Mungu anachukizwa na viongozi. Hapa tunahamia kwa viongozi wa madhehebu. Wanao kwenye kitabu cha Mika mlango wa 3. Tusome moja, yani kwa ajili tu ya muda. Mika 3 tusome 1, 3 na 5 na 9 anasema hivi Mika.
hapa tunaongelea watu wenye makanisa. Wachungaji, maaskofu. Na sio makanisa ya mahali pamoja, hapana. Hata makanisa haya yanaitwa makanisa, kwa mfano haya ya jamii ya Kikatoliki. Unajua kuwa na kanisa haina maana kwamba ni Ukristo. Kanisa ni kusanyiko tu lenye jina la kimungu Mungu. Ndio sababu kuna kitu kinaitwa kanisa la shetani. Yapo. Na wana Biblia yao ilianzishwa mwaka 1967. Shetani una muda. Na mtu anaitwa Anthony LaVey. Kuna Biblia ya shetani. Japo hawaisomi sana, wanasoma hii. Wanasoma zote. Anasema katika kitabu cha Mika, mlango ule wa Mika yuko kwenye wale manabii wadogo katikati mwishoni mwa agano la kale. Anasema mlango wa 3 mstari wa kwanza anasema, nikasema tafadhali sikieni enyi vichwa vya Yakobo. Huyo ni kichwa, huyo ni bosi huyo. Mnaoitawala nyumba ya Israeli. Hapo hatuongelei bosi hapo. Je, haiwapasi ninyi kujua hukumu? Hukumu ndo haki hiyo. Ninyi mnaoichukia mema na kuyatenda mabaya, ninyi mnaowachuna watu wangu ngozi yao na nyama ya mifupa yao. Hawa watu ni hawa wachungaji wanaowachuna watu ngozi, wanawadai sadaka na kila kitu. Hata hela yake ya kwenda kuhonga vimada vyake na ikusanya kutokea kwenye makanisa. Ndio wanaongelewa hapa, ni watawala, ni mabosi hao. Kwa hiyo Mungu aongelee tu bosi wa kazi, na aongelee hata wa kanisani. Anaendelea mstari ule wa pili. Si kama nao niende huko. Wa pili anasema, watatu anasema hivi. Naamu, mnakula nyama ya watu wangu na kuwachuna ngozi zao na kuivunja mifupa yao. Naamu, kuwakata vipande vipande kama kwa kutiwa chunguni na kama nyama sufuriani. Unadhani hapa naongelea nini? Haya maneno ya Mungu ni maneno laini. Ni makali, si ndio? Anakemea kitu gani? Anakemea unyonyaji uliomo katika makanisa. Lakini watu ndio wanataka. Anakemea. Je, hivi vitu viko kwenye makanisa, viko kwenye makanisa? Je, si mabosi sio mabosi? Manake hawa viongozi ndio mabosi. Anaenda anachomoa hata mtumishi anapata ka 10,000 kake kakubatisha kanakuja anakachomoa anakaweka kwenye mfuko wake. Mungu anaongea kwa ukali sana. Anatoa mfano kama kuwala nyama na kuachona ngozi. Kitu cha ajabu sana. Mungu anachukizwa na watu wenye tamaa, wenye nafasi zao za tamaa, iwe kwenye dini, kwenye ulimwengu wa kawaida. Kitu kingine anachokikataa ni kujiinua. Bosi anatakiwa atetemekewe ndio, lakini anatakiwa. Unadhani watu walikuwa wakina Petro walikuwa wanamtetemekea Yesu, walikuwa hamtetemekei Yesu? Walikuwa wanamtetemekea kabisa. Ila alikuwa hajiinue katikati yao. Kwa hiyo huyu mtawaliwa ana jukumu la kujishusha. Anasema, "Je, mimi si nilikuwa kama mtumishi katikati yenu?" Mimi nilikuwa mtumishi katikati yenu. Hawa wana jukumu la kumtetemekea bila kulazimishwa, na huyu anatakiwa kule kujishusha kwake kusababisha watu mtetemeke. Hakuna kitu kibaya kama watu kumtetemekea mtu kwa kuogopa na kulazimishwa. Basi tutaishia hapa somo la leo. Tuwabariki sana. Tunashukuru Mungu wa mbinguni kwa ajili ya neno la leo. Tunaomba likafanye kazi kwetu tulioko hapa, likakutukuze wewe na wote wanaotufuatilia kutoka mbali na wote watakaosikia neno hili. Mungu wa mbinguni, tunakukaribisha basi katika kipindi kinachofuata. Tunaomba baraka na ulinzi wako na fadhili zako na msamaha wako ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu tunakupokea. Amen.